kumaliza amesema kuna yale ambayo yamefanyika na kuna yale ambayo hayajafanyika, na ameachia katika ile swala la siasa. Sababu tukiangalia katika maisha ya Kenya, Naam. tunamaliza uchaguzi, tunaanza siasa wakati tu mipango ya uchaguzi nyingine inaanza. Ndio. Sasa katika hili swala la ugatuzi na vile vile uongozi katika ugatuzi, tufanye vipi? Amezungumzia yale ambayo yanahitajika kufanyika. Tufanye vipi kuhakikisha uongozi ni bora na siasa angalau tunapunguza? Asante sana. Kile ambacho kitatubidi tuweze kufanya ndio ni kutimiza lengo la katiba. Katiba letu la nchi yetu ya Kenya ambayo sisi wenyewe tulijipea mwaka wa 2010. Naam. Na katiba itatusaidia sababu katiba imetupea vitengo vya serikali na pia vitengo vya kisiasa. Naam. Na zile nafasi ambazo pia zimetengwa kwa uongozi na siasa kuweza kujumuishwa pamoja. Naam. Na ndiyo sababu tunaona kama kuna zile kaunti zingine ambazo zinafanya kazi kwa njia ya kikatiba, njia ya mwafaka. Tena zile maono ama malengo ya wananchi ambao walipiga kura kwa hao viongozi yanatimizwa. Ndio. Lakini kuna zile kaunti zingine pia ambazo hatuoni kama kuna ushawishi mwafaka kati ya viongozi wa kisiasa na viongozi wa serikali ili waweze wakatimiza yale malengo ambayo wananchi walikuwa nayo. Naam. Na ukiona katika serikali gatuzi zingine waona kama hakuna nafasi ya viongozi kuketi pamoja ili waweze wakashawishiana. Waweze wakashare thoughts. Waona kama gavana hawezi keti na seneta ama wabunge wale wa National Assembly hawawezi pia keti na seneta na wao na mwakilishi wa kike pia anasema yeye hawezi keti na wale viongozi wa wodi yani MCAs. Kwa hivyo kila kukicha kuna siasa ambayo ina affect ama inasababisha kutoafikia yale malengo ambayo wananchi wako nayo. Na ni sababu tu watu hawajazingatia katiba inasema nini. Sababu katiba yetu ya Kenya imetupea nafasi ya kitu ambacho kinaitwa kwa lugha ya King'ong'o separation of powers. Ndio. Mwenzangu mheshimiwa ametajia county assemblies. Katiba imetupea nyadhifa na kazi ya county assemblies. Naam. Na inaanzia pahali ikifikia pahali mwingine anachukua. Kwa mfano county assemblies ama zile bunge gatuzi, kazi yao ya kwanza ni kurepresent, kuwakilisha mwananchi. Ndio. Akienda kule na hakikisha ya kuwa sauti ya mwananchi inasikika. Malilio ama malalamishi ya mwananchi yanasikizwa. Ya pili, yeye anapitisha bajeti, appropriation. Ya kuwa bajeti inatengenezwa na kuna ile process ambayo inatakikana izingatiwe. Baadaye wanapitisha bajeti. Na kama kuna kasoro katika hiyo bajeti, yatakikana wao warudishe bajeti kwa yule ambaye aliitengeneza, iweze ikakarabatishwa, irudishwe. Lakini kila mara tunaona kama pia kuna ule mrengo wa kisiasa inaingilia masuala ya bajeti. Na ikishaingilia kule ndio sababu anasema ya kuwa tulikuwa tunatarajia ya kuwa county assemblies zitakuwa independent. Ndio. Hakuna sababu pesa ya county assembly katika mfumo ambao tuko nao wakati huu tunaona kama bado inatolewa kwa ile county treasury, ile mfuko mkubwa wa county. Yatakikana viongozi wetu wa assemblies wawe na nafasi ya kuhakikisha ya kuwa shughuli zao zinakimbizwa bila interference ya kisiasa. Ndio sababu katika kaunti zingine, particularly wale ambao hawawezi wakaketi pamoja na wazungumzane ama waongee, tunaona kama kila kukicha masuala ya bajeti ikija, gavana anaambiwa wewe tutakutoa, tutakuimpeach. Kidogo kidogo tunaona kama washafikishwa adha na Naivasha
ama wengine ambao hawajakuja Nairobi wameletwa Nairobi Kikao. Ama wengine wamefanya kikao wapi kule Mombasa. Hata ughaibuni wanaenda hata Dubai wanafika huko nchi za kigeni. Kwa hivyo tunaona kama siasa inazingatiwa sana licha ya ama against service delivery. Yale malengo ambayo mwananchi alikuwa anatarajia, lakini sababu ile kazi ambayo sisi tunafanya katika kwenye County Governance Watch, tunafikiana na hizi county kila mara. Naona kama wengi wa county zetu, serikali zetu gatuzi wengi wameweza kufanya vema, particularly zile struggles ambazo wananchi wamekuwa nazo. Tuona kama wana make certain steps. Barabara tuona kama sehemu ambazo hazikuwa na barabara sasa hivi zinajengwa. Hospitali ambazo pengine kwenye hakukuwa na hospitali mwanzoni, sasa hivi tuona kama yameweza kupanuliwa, watu wanapata matibabu kule. Tuona kama hata masuala ya elimu, kuna wale ambao kwenye wanatoka hakukuwa na hata ECD. Lakini sasa hivi sababu ya ugatuzi tuona kama hatua serikali zimeweza kupiga. Masuala ya kilimo pia tuona kama kuna zile mashamba ambao tayari sasa hivi wananchi wamesaidiwa, wanaweza kukuza mazao kule. Kuna markets ambazo zimejengwa. Kwa hivyo ugatuzi umeweza kupiga hatua nyingi nzuri, lakini pia kuna zile challenges ambazo bado zinaturudisha nyuma. Shukran sana wadau katika uchanganuzi huo. Tutakuwa tunayarejelea. Na mtazamaji, hivi sasa tuwashirikishe Wakenya kutoka kaunti